Kwa sasa China ni nchi yenye amani, utulivu na maendeleo makubwa ya kiuchumi. Taifa linalosifika kwa kujenga mustakabali wake wa kipekee kwa nguvu na umoja. Lakini pamoja na hayo yote, historia inatueleza kwamba njia ya kufikia hapo haikuwa rahisi, kwani ilijaa kumbukumbu za jasho, machozi, damu na ujasiri mkubwa. Karibu karne moja iliyopita, taifa la China lilishambuliwa na vita vya kutisha vilivyokatisha maisha ya mamilioni ya watu na kuvunja familia. Ifuatayo ni historia inayoelezea jinsi China ilivyofanikiwa kujinasua kutoka kwenye mateso makali na kuushinda uvamizi wa kifashisti na ukatili wa Japan. Mnamo Septemba 18 mwaka 1931, wanajeshi wa Japani walishambulia vikosi vya China huko Shenyang, mji mkuu wa mkoa wa Liaoning, kaskazini mashariki mwa China, na hivyo kuashiria mwanzo wa uvamizi. Kisha wakalitoa eneo lote la kaskazini mashariki mwa China na kuanzisha tawala za vibaraka wao. Baadaye mwaka 1937, wapiganaji wa Japani waliushambulia mji wa Beijing ambao wakati huo uliitwa Beiping, na hapo ndipo vita kamili ikaanza, jiji lilipoanguka. Kuanzia mwaka 1938, ndege za kivita za Japani zilishambulia Chongqing kwa zaidi ya miaka 6, zikiua mamia kwa maelfu ya watu na kuwajeruhi zaidi ya watu 32,000, na zilipelekea uharibifu mkubwa ulioacha magofu na vifusi vikienea kila upande wa jiji. Uvamizi huu ulisababisha hofu kubwa na uharibifu usioelezeka, ambapo maelfu ya watu walilazimika kuyakimbia makazi yao ili kujinusuru. Mbali ya onevu uliokuwa dhahiri dhidi ya raia wasio na hatia, mali za watu pamoja na miundombinu kwenye miji mingi viliharibiwa vibaya bila huruma. Lakini tukio lililoamsha hasira za raia wa China lilikuwa ni mauaji ya Nanjing, ambapo katikati ya jiji wanajeshi wa Japani waliwaua watu wengi kiholela na kufanya uharibifu mkubwa wa mali zao. Zaidi ya raia 300,000 wasio na hatia waliuawa, na tukio hili linabaki kuwa kumbukumbu chungu kwa taifa la China na ulimwengu mzima. Ikumbukwe kuwa wakati huo China ilikuwa nchi isiyo na maendeleo ikilinganishwa na Japan iliyokuwa na viwanda vingi na jeshi lenye nguvu. Lakini jambo hilo halikuwafanya Wachina kusalimu amri, bali waliendelea kupigana na Japani na hatimaye walishinda vita. Baada ya vita kuu ya pili ya dunia kuzuka, nchi nyingi ziliamua kuweka juhudi zaidi za pamoja za kukabiliana na Ujerumani kwanza, kabla ya kupigana na Japan ambayo pia kwa wakati huo ilikuwa adui. Hivyo China ililazimika kutumia mbinu zake za medani kuhakikisha inajilinda na kushinda ufashisti wa Japan wa kutaka kuikalia nchi nyingine kimabavu. Aidha, Japani ililenga zaidi upanuzi wa eneo lake la utawala katika ukanda wa Pacific, na kama China ingeshindwa vita hivyo, basi leo historia ya bara la Asia ingekuwa tofauti, kama ambavyo mwenyekiti Mao Zedong alivyowahi kunukuliwa akisema, vita kuu ya China dhidi ya Japan haikuwa muhimu tu kwa watu wake, bali pia kwa bara zima la Asia na ulimwengu. Vita hiyo ambayo ilikuwa inafanyika nchini China ilifuta ndoto na matarajio ya Japan ya kutanua miliki yake ya kimataifa, ambayo hata hivyo haikuwa halali. Ushindi wa China katika vita hivyo ambavyo viliendeshwa kwa muda mrefu ulitokana na umoja wa taifa zima, ambapo hatua kwa hatua
ulikuwa na faida. Vikosi vya China vilipigana kwa ushujaa na kuanzisha mfululizo wa mashambulizi yaliyojibu na kudhibiti uchokozi wa Japan. Mbinu nyingine kubwa iliyoimarisha mashambulizi ya China dhidi ya Japan ni mpango wa makundi ya wapiganaji wazalendo wakiongozwa na chama cha kikomunisti cha China CPC, ambacho kilianzisha mpango wa kupigana kutokea kwenye maficho ya misituni yaliyoratibiwa, yani guerrilla attacks, dhidi ya wanajeshi wa Japan. Kutokana na mbinu za pamoja na nguvu za jeshi kubwa la wazalendo wa China, liliongeza shinikizo ambalo lilifanya Japan kushindwa kuhimili mashambulizi kutokana na uchache wa wapiganaji wake ambao hawakuweza kuhimili na kufika kikamilifu katika medani zingine za vita. Japani ilisalimu amri mnamo Septemba 2 mwaka 1945 kwa kutia saini hati ya kujisalimisha kwa China na mataifa mengine ambayo yaliunga mkono kuipinga, ikiwemo nchi washirika wa kimataifa wa kupinga ufashisti. Kwa furaha kubwa ya kujikomboa, China ilisherekea ushindi wake huo siku iliyofuata, na mwaka 2014 nchi hiyo ilitunga sheria ya kutambua Septemba 3 kila mwaka kuwa ni siku ya ushindi ya vita vyake vya kupinga uvamizi. Jambo la kukumbukwa katika kipindi cha miaka 14 ya vita ni kwamba zaidi ya wanajeshi na raia milioni 35 wa China waliuawa au kujeruhiwa, na rekodi inaonyesha kuwa vita hivi vya upinzani wa watu wa China dhidi ya uchokozi wa Japan ndio mapambano marefu na makubwa zaidi ya watu wa China dhidi ya uchokozi wa kigeni katika nyakati za kisasa tangu vita dhidi ya ukoloni vya mwaka 1840. Vilianza kwa watu kujitoa kama sadaka kubwa zaidi yenye maumivu, lakini mwisho wake ilikuwa ni ushindi kamili katika ukombozi wa taifa. Licha ya kutenganishwa kijiografia, kulikuwa na juhudi za pamoja kati ya China na mataifa ya Afrika ambazo ziliunda sura muhimu ambayo mara nyingi haikueleweka, lakini ndiyo iliyochangia ushindi wa vita vya upinzani wa watu wa China dhidi ya uchokozi wa Japan na vita kuu ya kupinga ufashisti duniani. Vikosi vya Kiafrika vilivyoshiriki katika kampeni ya Asia na kuunda muungano muhimu wa kiutu na China vilijumuisha askari kutoka Afrika Magharibi, hasa nchi za Nigeria, Gold Coast ambayo ndiyo Ghana ya sasa, Sierra Leone na Gambia, lakini pia askari kutoka Afrika Mashariki, hususan Kenya, Uganda, Tanganyika, Malawi na maeneo mengine. Wakati wanajeshi wa raia wa China walipopigana vita virefu na vikali katika ukanda wa Mashariki, watu wa nchi hizo za Afrika nao walijitokeza kushiriki katika uwanja huo huo wa vita, wakijitolea rasilimali zao waliokuwa nazo na juhudi nyingine zilizokuwa ndani ya uwezo wao. Ushirika huu ulidhihirisha hali halisi ya kimataifa ya mzozo huo, ukionyesha kuwa ushindi dhidi ya udikteta ulitokana na mapambano yaliyounganishwa na ustahimilivu wa watu wote barani Asia, Afrika na kwingineko. Hadithi hii ya ushindi wa China dhidi ya uvamizi wa Japan na ufashisti ni funzo kubwa kuhusu ustahimilivu, umoja na uvumilivu. Inatukumbusha kwamba amani ni hazina yenye thamani kubwa na lazima ilindwe kwa nguvu zetu zote. Pia inatukumbusha umuhimu wa kuishi pamoja kwa amani na mshikamano katika ulimwengu wetu.